Israel ingeangamia vibaya isingekuwa msaada kutoka nchini Marekani. Hata hivyo, hii ni kauli iliyotolewa na maafisa wa ulinzi wa Iran wakisema kwamba Israel ilipokea usaidizi wa kutosha wa mifumo ya ulinzi wa anga kutoka nchini Marekani, na isingekuwa ulinzi huo, huenda mfumo wao unaotegemea wa Iron Dome usingeweza kufurukuta dhidi ya makombora ya Iran ambayo bado yanadaiwa kuendelea kurushwa katika maeneo mbalimbali ya Tel Aviv na maeneo mengi nchini Israel. Hata hivyo, kupitia gazeti la Washington Post limeripoti likiwa nukuu maafisa wa Marekani ambao wamesema wamehakikisha wamefunga mifumo ya ulinzi wa anga ya THAAD ambayo kwa namna moja ama nyingine imewezesha Israel kulindwa kutokana na mashambulizi makali yaliyofanywa na Iran usiku kucha. Hata hivyo, waliambia gazeti la The Washington Post kwamba Marekani ina mifumo ya ulinzi wa makombora ya Patriot na mifumo ya ulinzi wa anga ya Terminal High Altitude Air Defense THAAD katika eneo la Mashariki ya Kati. Mifumo hii kwa kiasi kikubwa inadaiwa kufungwa katika maeneo mengi katika taifa hilo la Israel, ikiwa ni pamoja na Yerusalemu. Pamoja na mharibifu wa jeshi la wanamaji la Marekani katika mashariki ya bahari ya Mediterania zilitumika kudungua makombora ya Iran yaliyokuwa yakielekea Israel. Maafisa hao walisema ndege za kivita za Marekani pia zimeshika doria angani katika Mashariki ya Kati, na Marekani inahamisha rasilimali zake za kijeshi zikiwemo meli katika eneo hilo, gazeti la The Washington Post limebainisha. Mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa Said Iravani aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa kwamba uchokozi wa Israel dhidi ya Iran ulikuwa ni wa makusudi, kuungwa mkono kikamilifu na Washington. Iravani alisisitiza kwamba Iran haitosahau kwamba watu wao wamepoteza maisha na kwamba wao lazima walipize kisasi, licha ya kwamba Israel itaendelea kupata msaada kutoka kwa Marekani. Israel ilipata mifumo ya ulinzi ya Marekani, lakini pia kwa kutumia mifumo ya Iron Dome iliweza kuangusha makombora ya Iran yaliyorushwa kujibu mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Hata hivyo, maafisa wa Marekani wameliambia gazeti la Washington Post kwamba Marekani kamwe haitoiacha Israel, na kama alivyotangaza rais wa Marekani Bwana Donald Trump ni kwamba wataunga mkono Israel kutokana na mashambulizi ambayo yangewezekana. Hii alieleza Rais Donald Trump mnamo siku ya Ijumaa baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika maeneo mbalimbali nchini Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutaendelea kukujuza ni nini kinachoendelea katika ulimwengu, hasa katika Mashariki ya Kati, kutokana na hali ilivyo wakati huu, mashambulizi ambayo yanadaiwa kuendelea ya Iran. Lakini tutafahamu zaidi ni nini ambacho kitafanywa na Israel baada ya makombora haya, kwamba itaendeleza mapambano, na je, hili litapelekea kuwa vita kamili ama ni operation za muda tu? Tutakufahamisha kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.